Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililoko Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha dakika 90, kipindi cha maswali na majibu. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba anaweza kutuwezesha kuwa hewani na kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Okoni ili aweze kuingia katika utaratibu wetu wa vipindi vya Bible Study na kuweza kuwakaribisha walimu kwa siku ya leo. Karibu Brother Jerry. Amen. Sana mtumishi wa Mungu Dada Priska Mugai Mshana. Tukizungumza pamoja leo kutoka Dallas, Texas, bali kwa makao makuu ya huduma zetu za Umoja International Outreach Church. Na kama vile basi karibuni tena katika kipindi cha Bible Study, kipindi kinachojia kuhusiana na makanisa ya Umoja, makao makuu Dallas, Texas, kanisa lipo pale ulipo wewe kimtandao. Siku ya leo kwa kalenda huku Marekani ni June 10th, ni Juni 19, ni Juni 20 kule nyumbani South Africa. Kalenda yake kukutabia hivyo. Ikiwa ni siku ya 169 kati ya 365 za mwaka huu 2025, sambamba kabisa ni wiki ya 25 kati ya 52. Tunaona kama tumeukata mwaka almost nusu kwa nusu. Na somo wetu kwa tuendelea nao kwa siku ya leo basi ni mwendelezo wa kipindi cha kunena kwa lugha. Hiyo ni title ambayo tumeanza wiki jana. Tulifundishwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Lilian Joseph kutoka huduma yetu pale Umoja Houston. Yupo katika line, tamkaribisha muda mfupi ujao. But kama kawaida basi nafasi yako nyingine ya kuwashamasi, karibisha wengine katika kipindi hiki, kwa either kwa forwardia ile file ukaribisha wewe ama kwa njia yoyote ile ukitaarifu kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa ya Umoja kipo hewani. Na wiki jana tulikuwa na kipindi kizuri sana kwa kweli. Hii title ya kunena kwa lugha ni somo ama ni title ambayo ilikuwa imeombwa itafutwa mwalimu fundishwe, na tunamshukuru Mungu kwamba hilo lilifanyika. Na kwa kweli mwalimu alifundisha vizuri sana sehemu ya kwanza. Nikijaribisha kwenda haraka kule alikokwenda, alianza kutamka matendo 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Alianzia hapo na kuna mistari mingi tu ambayo alikwenda nazo. Katika hicho alikwenda moja kwa moja kwenye history. Kunena kwa lugha kulianzaje? Pigia mstari hapa na kuambia kwamba kanisa lilianza mwaka 33 BK, na BK ina stand for baada ya Kristo, siku 10 tu baada ya Yesu kupaa, 50 baada ya Pasaka. Hapo ndipo kunena kwa lugha alimfundisha mwalimu kulianzia hapo. Alituudokeza kwamba ziko ishara 3. Moja hapo tunaifahamu wengi sana. Hiyo ya 3 ni watu wanapojazwa Roho Mtakatifu na kuanza kunena kwa lugha. Hiyo tunaifahamu na ndio title yenyewe. Lakini anasema kwamba kuna uvumi wa upepo. Uvumi wa pepo, and then akasema kwamba kuna ndimi za moto. Anafundisha kule akapita huko. Na akasema kwamba zipo aina, hizo ni ishara sasa. Zipo aina 4 za kunena kwa lugha. Alitamka katika lugha tofauti tofauti. Nitajaribisha kupita stenologia kama nimetamka vizuri. Na vile vile kuna aina za wanadamu, pale mnenaji anapokuwa anatamka kwa lugha kitu ambacho hakijawahi kukitamka before, lakini waliopo pale wanaweza kumuelewa. Kuna kunena kwa aina ya malaika, na pale ambapo Mungu pekee ndipo anapoweza kuelewa ama kusikia. Na kwa sababu ametaja ishara na akataja aina, basi akaenda kwenye kunena vile vile kwamba ni uwezo wa Roho Mtakatifu kwa kusema kupitia mtu, na ni Mungu pekee ambaye anaweza akaelewa. Neno la Kigiriki hilo glossolalia. Naona iko tayari kuniweka sawa hapo. Neno la Kigiriki, kuna maneno mengine wanasema kwamba meza mate kwanza kabla hujatamka, unazo karibu. Basi nitamkaribisha. Ataanza kutufungulia kipindi kwa sala jioni, na moja kwa moja ataingia katika sehemu ya pili na ya mwisho wa kipindi chetu hiki cha title hiyo ya kunena kwa lugha. Mtumishi wa Mungu mchungaji Lilian Joseph, karibu tena katika kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kutoka makao makuu hapa Dallas, Texas, sehemu ya pili ya somo la kunena kwa lugha. Karibu sana pale, tutaanza kipindi kwa sala jioni, na moja kwa moja tutaendelea pale tulipoishia, na tutapata nafasi katika sehemu ya maswali na majibu dakika zile 15 za mwisho kwa siku ya leo. Karibu tena. Amen. Asante sana Brother Jerry na wengine wote
waratibu wa vipindi hivi vya kipindi hiki cha Bible Study. Mungu awabariki sana. Basi tutakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai, Mfalme wa amani, Bwana wa mabwana, Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Asante kwa ajili ya Bible Study hii. Asante kwa ajili ya dawati hili. Asante kwa ajili ya mbeba maono. Asante kwa ajili ya wote waliohudhuria. Asante kwa ajili hata ya mimi uliniandaa kwa ajili ya somo hili. Roho Mtakatifu, ni wewe ndiye unayefundisha, sio mimi. Mimi natumika tu kama chombo. Baba, take over. Tamalaki katika kipindi hiki jioni hii ya leo, asubuhi hii ya leo kwa wengine. Tamalaki, ukatufundishe. Tunasogeza roho zetu pamoja na wewe, Roho wa Mungu. Sema na sisi kwa lugha nyepesi tutakayoweza kuielewa. Sema, zungumza na watoto wako kwa lugha nyepesi watakayoweza kuelewa, kwa uelewa walionao, kwa level walionao pale walipo. Waeleweshe kuhusu wewe na vipawa ulivyotugawia sisi watu wote tuliookoka. Baba, tunaomba ukaanze na sisi na ukamalize na sisi. Ninakukaribisha Roho wa Mungu, sema na mmoja mmoja wetu, hata wale watakaosikiliza hii recording, hata kama ni miaka 10 baada ya sasa, baada ya leo, miaka 100 ijayo. Mungu wa rehema, sema na sisi. Neno lako ni jipya siku zote. Asante Roho wa Mungu, karibu uanze na sisi, karibu utuongoze. Tuko tayari kusikia na kupokea katika mioyo yetu. Ni kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Naomba nisikie amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nianze kwa kuwasalimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amina. Na basi, kama nakushukuru sana Brother Jerry kwa kutoa ule muhtasari, na nataka kuanza kwa kusoma neno hili ambalo ndio lilikuwa la mwisho kulisoma wiki iliyopita katika kitabu cha Yuda. Yuda ina sura moja tu na ule mstari wa 20. Yuda 1:20. Yuda 1:20. Na hii ni msisitizo wa kwetu, si kwa ajili yetu sisi ambao tumempokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na tunajua ya kwamba kutokana na somo ili mwanzoni mwa lile somo ili nilikuwa nimeanza last week, nilizungumza ya kwamba kila Mkristo, kunena kwa lugha sio kwamba eti ndio basi huyo pekee anena kwa lugha ndo ana Roho Mtakatifu. Hapana. Kila aliyempokea Yesu akakiri ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anao uwezo wa kunena kwa lugha, sababu Roho wa Mungu yuko ndani yake. Anao, umejazwa na Roho Mtakatifu tayari. Kitendo tu cha kumpokea Yesu, tayari Roho Mtakatifu amefanya makao ndani yako. Kwa hiyo inawezekana hauneni kwa lugha, sio kwamba wale wanaonena kwa lugha ndio wako very special. Hapana, hata wewe you are very special. Ni kwamba kama bado hujaanza kunena kwa lugha, ni kwamba basi kile kipawa hakijakujia hujakitamani. Na kama hujakitamani, basi kipo tu kinaelea. Ukiomba Roho Mungu atakupa. Na kwa wale ambao labda bado hawajanena kwa lugha lakini wanaona kama wanaweza kunena kwa lugha, ni kwa sababu bado hawajayield, hawajajisubmit, hawajajinyenyekeza chini ya mkono wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu unaweza kusema unaona bwawa lile pale, unataka kwenda kuogelea. Ukisimama nje ya lile bwawa, huwezi kuogelea na yale maji yakakubeba. Huwezi. Ni mpaka utakapotumbukia ndani ya lile bwawa, ukaanza kupiga mbizi, ndipo utaona kwamba kweli unaogelea. Na kipawa cha kunena kwa lugha ni hivyo hivyo. Unatakiwa unene kwa lugha, yani unapoona kama kipawa kimekuja, kwa sababu Roho wa Mungu atazungumza, kwa sababu yuko ndani yako, atakujulisha. Sasa it's up to you kujiachia, kujitengenezea mazingira ya kunena kwa lugha. Na hiyo ya mazingira tutaiona huko mbele kidogo. Lakini mstari naotaka, na hiyo ni msisitizo. Sasa nimezungumza, hiyo ni utangulizi, msisitizo, ili usijuka ukaona kama mbona mimi sineni kwa lugha, labda mimi siko special. No, we are all special. Sisi wote ni watoto wa Mungu, we are special. Na hiki kipawa kiko available kwa kila mtu. Na kuna vipawa tu vingine vingi, lakini hiki kiko available kwa kila mtu anayekitaka. Yuda 1:20.
Yuda 1:20 nasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Na kuomba katika Roho, sasa kwa Kiingereza anasema, anakuambia praying in the Holy Ghost, manake ndio huko kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Kumbe kunena kwa lugha kunatujenga. Kunena kwa lugha, unaponena kwa lugha unajijenga utu wako wa ndani, na hiyo tutaiona huko baadaye. Sasa tunapokwenda kuanza katika sehemu ya pili, je, kunena kwa lugha kunafundishika? Kunafundishika? Hii ni lugha ambayo inafundishika? Wengi wana majibu mengi ya tofauti. Na majibu haya yanatokana na kwa sababu ya ile hali ya kwamba watu hawajui na wala hawaendi katika maandiko, wanajisemea. Wengine labda wanajibu, kwa sababu hili ni somo ambalo liko controversial, ni somo ambalo lipo na sijajua ni kwa nini watu wanabisha sana. Sijaelewa ni kwa nini, lakini ni kitu kiko kwenye Biblia na maandiko yapo. Sasa je, kunena kwa lugha kunafundishika? Hii ni lugha ya ABCD. Jibu ni kwamba kunena kwa lugha hakufundishiki, kwa sababu sio lugha ya ABCD. Sio lugha ya kidunia. Hii ni lugha ya kimbingu, ni lugha ya kiroho ambayo inatokana na kipawa cha Roho Mtakatifu. Haukai darasani na kusema, hatujaona hata mara moja kwenye Biblia mahali inazungumza kwamba walikaa chini wakaanza kufundishwa kunena kwa lugha. Ni kipawa kinachokuja kutoka kwa Roho Mtakatifu, anakushushia yeye. Ndeni wewe kazi yako ni kufungua mdomo na yeye anakupa maneno ya kuzungumza. Kwa hiyo ni ile hali ya kujinyenyekeza kwake, kujikabidhisha kwake, ni kuyield. Sijajua Kiswahili cha fasaha cha kuyield ni nini. Utanisaidia kaka Jerry. Kuyield, unatakiwa kuyield, kukaa, kujisubmit, kujinyenyekeza, kukubali. Umekitamani, sasa kubali, anapokupa kuongea, ongea. Na kwenda kusoma maandiko. Wakorinto wa kwanza 12:11. Wakorinto wa kwanza 12:11. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo mwenyewe. Mwili mmoja wenye viungo vingi. Nataka kurudia ile neno, naomba tusikilizane vizuri. Swali ni kwamba, je, kunena kwa lugha ni lugha inayofundishika? Jibu liko hapa katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11. Naomba tusikilizane uelewe vizuri. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia, sikiliza, akimgawia kila mtu. Haizungumzi akimfundisha kila mtu. Inasema akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Mwili mmoja wenye viungo vingi. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayetoa kipawa. Sio kusema unakaa darasani na kuanza kufundishwa. Sasa kuna kuaga, nataka nitoe maelezo fulani. Kwa sababu kuna mchanganyiko wa maneno. Watu huwa wanachanganyana. Yaani mtu anataka kuzungumza kitu akaanza kukitafsiri ndivyo sivyo. Ndio maana hata kuna shule za kwa mfano kama UIBC, na kushauri uingie UIBC ili uweze kufundishwa jinsi ya kutafsiri maandiko. Umeona? Sasa nataka kwanza kabisa, nafikiri I don't want to go ahead of myself. Kwanza nataka kuzungumza kuhusu mazingira.
watu, okay, sijui niiwekeje ili iweze kueleweka vizuri. Kuna hali ya unapokuwa watoto wetu, tunapowazaa sisi, tunapowazaa watoto wetu, wanatukuta tunaongea lugha fulani, automatically na wenyewe sio kama tunakaa darasani tunawafundisha, wana adapt ile lugha, wanajifunza kutokea, wanaisikia tunavonena, wanasikia tunavoongea. Kunena ndio kuongea. Wana adapt ile lugha ambayo hawajakaa darasani kufundishwa. Anapokusikia mzazi unapoongea, mtoto ana adapt ile lugha. Watu wa kiroho, kuna ile hali ya kusema kwamba watu wanatengeneza mazingira ya kuwasaidia watu waweze kunena kwa lugha. Hiyo ipo katika makanisa tofauti tofauti, na kila makanisa kwa mapokeo yao, sio doctrine, kwa mapokeo yao wana jinsi yao ya kuwasaidia watu kunena kwa lugha. Kuna jinsi wanawatengenezea mazingira. Kwa mfano, nataka kuisema hii ambayo iko more famous, iko very famous, ambayo tunaisikia sana. Mwingine atazungumza kwamba atasema, wewe mwenyewe pia unaweza baadaye katika maswali na majibu tunaweza tukadiscuss kuhusu hili pia, jinsi ya kutengeneza mazingira ya watu wanavyoweza kunena kwa lugha, kwa sababu imechukuliwa, kuna wale wanaosema wanafundisha watu kunena kwa lugha. Mimi sikubaliani na hilo. Ninachosema ni kwamba wale hawawezi kuwafundisha watu kunena kwa lugha, bali wanawatengenezea watu atmosphere, hali ya kuweza kunena kwa lugha. Nitatoa mfano mmoja halisi, lakini wacha nitautoa, naweka kwanza unaweka kwenye kapuni kidogo kwanza. Kwa mfano, kama umeshaweza kuwatch au kuangalia hizi mafundisho mbalimbali, makongamano, let me say this way, makongamano, crusade. Sitaki kumtaja jina, lakini wewe mwenyewe utajua ninamzungumzia nani hapo ulipo. Kuna mhubiri mmoja mkubwa sana, na akiwa wanafanya makongamano yao au mikutano yao mikubwa, na nizungumzie mkutano, kuna ile kipindi cha kwanza ambacho wanawasaidia watu wanawatengenezea mazingira ya kunena kwa lugha. Katika kuzungumza, moja ya maneno atasema, anza kusema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Sema asante Yesu mara nyingi, haraka. Halafu namna ile, kwa sababu ya ile hali ya iliyoko, ile atmosphere iliyoko, itakusaidia, utajikuta umeadapt lugha, utajikuta umeanza kunena kwa lugha. Sasa ile sio mafundisho, yale huwa ni jinsi ya kuwatengenezea watu mazingira mepesi ya kuweza kunena kwa lugha, ya kuweza kupata ule kuweza kujiambatanisha na uwepo wa Roho Mtakatifu ili uweze kunena kwa lugha. Ziko njia nyingine nyingi, lakini hii ni moja ambayo inajulikana zaidi. Umeona? Kuna wengine wanafanya tofauti, lakini hii inajulikana zaidi. Sema asante Yesu mara nyingi, haraka. Na kweli kuna ambao wakikweli wakifuatilia hiyo, inawasaidia kuwa katika uwepo, na wanajikuta wanaanza kunena kwa lugha. Sasa wengi wanasema wale wanafundisha. Mimi sikubaliani kama ni mafundisho. Mimi kwa study niliyofanya, kwa kuchimba nilikofanya, ninaona ni jinsi ya kuwasaidia watu kuwepo katika uwepo wa kuweza kuadapt kunena kwa lugha haraka au kwa wepesi. Tunaendelea sasa. Hebu tuangalie katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza katika ile sura ya 19. Samueli wa kwanza ile sura ya 19, tutakwenda kusoma kwa mstari wa 22. Sasa ngoja nisome kwa mstari wa 22. Tasoma Samueli wa kwanza sura 19 kwa mstari wa 22. Tuko katika ile hali ya kwamba lugha inafundishika. Kunena kwa lugha kunafundishika. Tuko bado katika hilo swali.
Naanza kusoma neno la Mungu katika Samueli wa kwanza sura 19 mstari wa kwanza mstari wa 22. Kisha yeye mwenyewe akaenda Rama, akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza, akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Na mtu mmoja akajibu, tazama, wako Nayothi huko Rama. Mstari wa 23. Basi akaenda Nayothi huko Rama, na Roho wa Mungu akamjilia yeye naye akaendelea mbele huku anatabiri mpaka kufika Nayothi huko Rama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli, akalala uchi mpaka mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu husema, je, Sauli pia naye yumo miongoni mwa manabii? Sasa ukisoma hii habari kuanzia kule juu, kuna manabii ambao kuna watu walikuwa wanatabiri. Umeona? Kuna watu walikuwa wanatabiri. Ndio maana anakuambia kwa nini nimesoma hii? Ukiwa katika atmosphere, ukiwa katika hali ya watu wanaonena kwa lugha, na wewe utajikuta kama unataka, yani kama umeazimia ndani yako, utajikuta na wewe unaweza kunena kwa lugha. Na wakati mwingine hata kama hujataka, utajikuta ile roho imekuvaa na wewe. Utaanza kujikuta kipawa kimekujia na wewe. Huyu Mfalme Sauli hakuwa nabii, lakini kwa sababu alikuwa katika atmosphere ile, akajikuta na yeye Roho wa Mungu akamjia, akajikuta na yeye akaanza kutabiri mpaka mambo mengine hayo yakaanza kutokea. Vile vile mimi na wewe, ukitaka kunena kwa lugha, ukijikusanya na watu wanaonena kwa lugha, utajikuta na wewe kama roho yako imeyield, utajikuta na wewe umeanza kunena kwa lugha. Ukiwa na watu wanaotabiri, ukikaa nao karibu, ukajizoesha kuwa na watu, utajikuta na wewe unavaa na roho ya kutabiri. Ndivyo ilivyo. Ndio maana hata katika maisha ya kawaida, ukikaa na wambea, utajikuta na wewe unakuwa mbea. Utajichanganya na ile atmosphere. One way or another, utajikuta na wewe umeanza kukua mbea. Ukijichanganya na watu aina, ukiwa mwizi, ukijichanganya na watu waizi, utakuja kuwa mwizi. Zile elements za wizi zitakuja, karo fulani kataanza kukutomasa kuingia. Utaanza kuwazawaza, kuna mawazo fulani yataanza kuwa yanakujia ya ajabu. Unaweza ukashuhudia wewe mwenyewe, mtu wa Mungu, kama wewe ni mtu wa rohoni kabisa, uko roho, unajua kuna mazingira huwezi kujichanganya nayo, kwa sababu utajikuta na wewe umekuwa namna hiyo na haitampendeza Mungu. Kwa hiyo ni vile vile na katika kunena kwa lugha. Lugha haifundishiki, lakini kuna mazingira unaweza kujitengenezea ukajikuta unaanza kunena kwa lugha. Kile kipawa kikakujia. Kwa nimekaa hapo kidogo, nilikuwa nataka niweze kueleweka zaidi na zaidi. Je, kuna ushahidi wowote ambao watu walirekodiwa kuwa wananena kwa lugha zaidi au baada ya siku ya Pentekoste? Baada ya siku ya Pentekoste, kwa kifupi, je, kuna watu waliendelea kunena kwa lugha? Tusome maandiko. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 44 mpaka 46. Matendo ya Mitume 10:44 mpaka 46. Swali ni kwamba, je, kuna ushahidi wote uliorekodiwa kwamba watu waliendelea kunena kwa lugha baada ya Pentecost, baada ya ile siku ya Pentecost? Matendo ya Mitume 10:44 mpaka 46. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamegawiwa kipawa cha Roho Mtakatifu.
kwa maana walisikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu. Hilo neno limeishia hapo. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, na wale waliotahiriwa, walioamini. Wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa maana wasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Unaona? Matendo ya Mitume sura ya 19. Matendo ya Mitume sura ya 19. Nitasoma yote hiyo. Tuko katika kusema, je, watu walinena baada ya siku ya Pentekoste? Hii inakuadhimisha, inakudhihirishia hapa. Petro alikwenda mahali na watu walianza kunena kwa lugha. Nimekusomea maandiko katika hiyo Matendo ya Mitume 10. Na tunakwenda kuangalia maandiko mengine yanayoonyesha kuwa watu walinena kwa lugha baada ya siku ya Pentekoste. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 2. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 2 mpaka mstari wa 6. Akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Mstari wa 5. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Mstari wa 6. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Tuko pamoja hapo? Naomba kusikia amina kama tuko pamoja. Amen, amen, amen. Nitarudia mstari wa pili. Amina, amina. Asante, ashukuru kwa hiyo response. Amen, amen, amen. Haleluya. Narudia mstari huo wa 6 katika hiyo Matendo sura 19. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Je, swali linakuja, na wafikiri utakuwa ushapata jibu. Kuna ushahidi uliorekodiwa kwamba watu waliweza kunena kwa lugha baada ya siku ya Pentekoste? Nafikiri jibu tumelipata. Jibu ni ndio. Wapo, na tunatoka kusoma maandiko. Watu walinena baada ya Pentekoste. Na mbona sisi bado tunanena pia? Tuko hapa tunanena kwa lugha. Kwenye madhabahu hii kuna watu wengi hapa wananena kwa lugha. Kwa hiyo yes, baada ya Pentekoste, ukiachia tu hao kwenye uliorekodiwa kwenye Biblia, tupo ambao bado tunaendelea kunena kwa lugha. Wakorinto wa kwanza 14:18. Wakorinto wa kwanza 14:18, Paulo mwenyewe anazungumza hivi. Anasema, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Huyo ni mtume Paulo ndo anazungumza hayo maneno. Namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Kwa hiyo hayo ndio majibu ya swali hilo. Je, kuna wanafunzi waliorekodiwa wakinena kwa lugha baada ya siku ya Pentekoste? Nafikiri swali limejirudia. Ndio hivyo. Tumeona Paulo amenena, Petro aliwawekea watu mikono. Huwezi kumwekea mtu mikono anene kwa lugha kama wewe mwenyewe unene kwa lugha. Na kwenda kusoma maandiko mengine. Nataka nirudie ili andiko katika Marko 16:14 mpaka 18. Utapata kitu pia hapo.
Marko 16:14 mpaka 18, neno la Mungu linasema, baadaye akaonekana na wale 11. Walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Nilifafanua hii wiki iliyopita. Unaweza ukaenda ukasoma mistari ya nyuma ukaona kwa nini nazungumza hivyo kama haukuwepo au kama umesahau. Mstari wa 15, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi, sikiliza, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Maana yake nini? Ni kwamba ipo. Kwa hiyo hiki ni kitu endelevu. Swala la kunena kwa lugha ni kitu endelevu. Whether watu wanaamini au hawaamini, it's okay. Kila mtu anaweza kuwa na mawazo yake kichwani mwenyewe anavyowaza, lakini hatuwezi kubishana na neno. Biblia inazungumzaje? Sasa kwa sababu labda mtu yeye bado hajapata hicho kipawa au ana kitamani hajakipata, unajikuta mtu mwingine anaanza kuongea vitu vya kukatisha tamaa wengine kunena kwa lugha. Jamani, tusifanye hivyo. Hebu twende na neno la Mungu linalozungumza. Je, kunena kwa lugha kupo au hakupo? Kama wewe umeamini, kama wewe umebatizwa na kuamini, Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, ambao ndio sisi, ambao tumemkiri Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sisi tunaosikiliza hili neno hapa. Na kama nakuambia mtu wa Mungu, kama hujaamini umeingia tu hapa, hebu nakuombea Mungu leo uamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uweze kupata hivi vipawa kama unavitaka. Lakini hata kama unaona unaogopa, viko available kwa ajili ya kila mtu. Sio tu kwa ajili ya watu fulani, ni kwa ajili ya hao waaminio. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Maanake ni kitu endelevu. Salvation ni safari. Tuko katika safari ya wokovu kwenda mbinguni. Mimi nikombea basi katika safari hii tunaweza kabisa kunena kwa lugha. Tunaweza. Hii ni moja ya kipawa ambacho Mungu ametupatia. Sasa kwa nini tusikitumie? Au kwa nini usikitumie? Kwa nini ukiogope? Kwa nini ukione haya? Kwa nini ukatisha tamaa wengine wanaonena kwa lugha? Kama wewe hutaki, basi kaa kimya ndugu yangu, kwa upendo kabisa yani. Kuna ambao wanafaidika na hiki, wanaona I need this. Nahitaji zaidi na zaidi, because we are going from glory to glory. Vipawa vipo. Tunatakiwa tu yield kwa Roho Mtakatifu, tujishushe, tunyenyekee. Haleluya, Mungu awabariki sana. Basi Mungu awabariki sana. Tunaendelea. Je, inafahamika kwamba baadhi ya viongozi wa makanisa ya Kipentekoste wananena kwa lugha? Anasema lakini si Katoliki. Sasa nataka nikujibu kwamba ndio wapo viongozi wa makanisa ya Kipentekoste. Wengi tu, sio wote, lakini wengi wananena kwa lugha. Wapo. Jibu ni ndio. Na kitu kingine ni kwamba hata Wakatoliki walio wa charismatic wananena kwa lugha, wamejazwa na Roho Mtakatifu na wananena. Mimi mwenyewe nawajua personally, na najua hata na nyinyi mtakuwa labda mmewaona, labda mmewasikia, wengine hata ndo ninyi wenyewe
Wapo viongozi wa makanisa ya Kipentekoste wananena kwa lugha, wapo. Lakini pia wapo ambao hawaneni. Kwa nini? Labda bado hawaja yield, au labda hiyo karama haijawashukia wao. Ni sawa. Lakini wapo wanaonena kwa lugha. Na hata wakarismatic nimezungumza. Sio nilitaja neno vizuri. Lakini wapo wananena kwa lugha. Hiyo kitu ipo kwa wote na kwetu wote. Je, kuna tofauti kati ya kunena kwa lugha na kuomba katika lugha? Katika uchunguzi niliofanya, hakuna tofauti. Hakuna tofauti mtu anapozungumza. Ni utofauti wa maneno, ni utofauti wa matamshi. Mtu anaweza kusema kwamba amenena kwa lugha, anaomba kwa lugha. It's the same thing. Ni kuomba, kote huko ni kuomba. What is prayer? Maombi ni nini? Kuomba ni nini? Kuomba ni kucommunicate na Mungu. Is a communication. Sasa unaweza kutumia neno lolote lile, lakini yote hiyo inaashiria ni communication na Mungu. Tunaweza tukadiscuss zaidi katika maswali na majibu. Labda wengine wana tafsiri ya tofauti, lakini I'm telling you, hakuna tofauti kati ya kunena kwa lugha na kuomba katika lugha. Yote ni sawa. Faida za kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha kuna faida. Ziko nyingi sana, lakini nitakutajia chache. Ninaomba Mungu awashe moto ndani yako. Wewe ambaye unatamani kunena kwa leo hii, kabla ya hii Bible study kuisha, uweze kunena kwa lugha. Sikia hamu ya kunena kwa lugha, utaona faida yake mwenyewe. Kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yako, na I'm sure sasa anakushuhudia. Na ninakuombea Mungu akushushie hicho kipawa. Usikie raha ya kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, imani yako inaimarishwa. Kwa wale wanaonena kwa lugha, unaponena kwa lugha, imani inakuwa ni moja ya kuimarisha imani yako. Kwa sababu Biblia inazungumza imani ni nini? Unapokosa ni imani ni Biblia imetafsiri wazi kwamba tunaweza tukasoma katika ile mstari katika nafikiri ni nani, kitabu gani kile? Imani ni nini? Ni kuwa ni bayana na mambo yasiyoonekana. Ni ile hali ya kuamini kitu. Unajua kipo, lakini you can't touch it. Huwezi hata kukigusa, lakini unajua kipo. Kama ambavyo uliamini ya kwamba Yesu alikufa msalabani, akafufuka siku ya 3, akapanda kwenda mbinguni, amekaa katika mkono wa kuume wa Baba. Umemwona uso kwa uso? Hujaona, lakini umeamini ndani yako. Na ndio yeye huyu anakupa kipawa cha kunena kwa lugha. Sasa iweje usiamini vipawa vyake? Kwa hiyo unaponena kwa lugha ni moja ya kwamba unaamini ya kwamba hiki ni kipawa kutoka kwa Mungu, na inakuza imani yako katika kumwamini Yesu, kumwamini Roho wa Mungu. Unakuwa unapata ushirika na Roho wa Mungu. Unaweza ukapata, hii ni njia moja wapo tu. Sio kwa sababu sasa wale ambao wananena kwa lugha ndio watapata ushirika. Hapana. Usiniquote vibaya, usinitafsiri vibaya. Hii ni njia moja wapo tu pia ya kuimarisha imani yako. Mpaka unene kwa lugha ndio utajua nini namaanisha, na naomba Mungu akusaidie. Unaponena kwa lugha ni moja pia ya kukuza vipawa ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Unakuwa bold, unakuwa na confidence, unakuwa na kujiamini. Kuna hali ambayo mtu hawezi kukuelezea kwa maneno ya kawaida. Wanaonena kwa lugha wataweza kunielewa ninazungumza nini. Kuna boldness fulani inayokujia ya kiroho ambayo huwezi kumuelezea mtu. Only wewe na Roho wa Mungu ndio unajua nini kinachoendelea. Kwa hiyo ile kujiamini kiroho kunakuwa zaidi. Ile hali ya kusikia sauti ya Mungu inakuwa zaidi. Ile vipawa ambavyo ameviweka Mungu ndani yako, iwe ni vya kutabiri au vinakuwa zaidi, kwa sababu imani yako inazidi kukua.
mahusiano yako na Roho wa Mungu yanazidi kukua zaidi kwa sababu ya ile imani ulionayo. Hekima yako inakuwa zaidi. Mtu wa Mungu unakuwa na hekima ya kimungu katika kutatua matatizo, katika chochote kile ambacho kinamhusu Mungu, na hata katika maisha kawaida unakuwa ni mtu wa tofauti. Kuna kitu kinabadilika ndani yako, au kuna kitu kinaongezeka ndani yako cha kiroho ambacho kinafanya unakuwa bold. Ufunuo wa neno unaongezeka unaposoma neno. Ufunuo wa neno unaongezeka zaidi. Unakuwa uwezo kuweka tafsiri zako wewe pale, bali unakuwa una yield kwa Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye anakupa tafsiri ya vitu. Uinjilisti, unapoenda kufanya uinjilisti, kwa sababu watu wengi sana wanaona haya kufanya uinjilisti. Kisema watu tunaweza kufanya uinjilisti, kidogo watu wanaona kama nitaonekana kama nimeokoka. Lakini unaponena kwa lugha, moja ya kitu kinachokuwa bold ndani yako ni ile hali ya kufanya uinjilisti. Kabisa, kwenda maeneo magumu ambayo unaona kabisa hapa watu wanaweza kukucheka hata wakakutimua, lakini you won't care kwa sababu unakuwa na ile boldness ndani yako. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimeishia, na naomba sana Mungu atusaidie tusiweze kuzimisha vipawa vya Mungu. Wewe na hii ni ushauri wangu personally, kama unajikuta wewe bado hujanena kwa lugha, usiwabeze watu wale wanaonena kwa lugha, waache. Najua kuna wale wanaoigiza. Kama wao wanaigiza, Mungu atadili nao wenyewe. Kama wale watoto wasikiwa hawakunena kwa lugha, lakini walikuwa wanasema wanafukuza mapepo kwa jina la Yesu, yule Petro anayemhubiri. Na kama mtu ananena kwa lugha anafanya kebehi kupitia kunena kwa lugha, Roho wa Mungu atadili naye mwenyewe. Hivi ni vipawa vya kweli ambavyo vinatoka kwa Mungu kwa ajili yetu sisi tuaminio, na ishara hizo zinafuatana na sisi tunaoamini. Tumesoma maandiko. Kwa hiyo mimi naomba Mungu akubariki, Mungu akusaidie uweze natamani kujua kama umeelewa, natamani kuona kama unanena kwa lugha, natamani kukuona unakwenda kutoka viwango hadi viwango vya kiroho. Natamani hata tunapotoka katika kufanya uinjilisti, tunafanya uinjilisti kwa hali na mali, tukiwa na ile boldness, tukiwa na ile kujiamini kwamba yani sisi tumeokoka, tunampenda Mungu, na hizi ishara zinafuatana na hizi. Njooni muone Yesu alivyo mzuri. Amina. Mungu awabariki sana. Karibu kaka Jerry, uendelee na kipindi. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji Lilian Joseph kutoka pale Umoja Houston, akutupeleka vizuri kabisa sehemu ya pili na mwisho ya kipindi hiki kikubwa kweli kweli katika imani zetu ya Kikristo. Title ambayo tulikuwa tunatembea nayo basi tangu wiki jana ni kunena kwa lugha. Tumeweza kupata vingi, tunapenda kuvita kwenye back pocket, vitu ambavyo unaweza kuweka katika mfuko kwa nyuma vikakusaidia katika safari yako, katika vita yako ya kiroho katika somo hili. Mungu aendelee kubariki wewe pamoja na huduma yako pale Houston. Amen. Barikiwe sote. Amen. Asante sana. Kama kawaida basi kipindi chetu huwa tunapata nafasi ya kutokubaki na dukuduku. Hicho cha kwanza tunaita kuuliza swali. Tuuliza swali ili uweze kuweka sawa katika kile ambacho inawezekana either A kimekuchanganya kidogo, ama B hujakisikia vizuri, ama C ulitegemea ungekisikia lakini hujakisikia. Basi usiondoke na dukuduku. Na vile vile katika kufundishwa katika majuma yote mawili, kama ni wiki jana ama leo, kuna kitu ama vitu ambavyo umevisikia, kuna taa ikawaka ndani yako, ukasema aha, hichi sasa nimekielewa kwa namna tofauti. Inawezekana ni whole topic, ama inawezekana ni topic moja hapo, ama point moja hapo. Kama hivyo umetokea, basi usiwe mchoyo, utashare na wengine. Tunaita chengizo. Utashare na wengine, itatusaidia vile vile. Inawezekana kile ambacho kimekunyanyua taa, mwingine hakikuasha taa, lakini unapokitamka basi itapata nafasi ya kupata kukiangalia katika jicho tofauti. Tuandike kipindi cha maswali na majibu. Angalia simu yako hivi sasa, ipo katika mute. Tafadhali bonyeza alama nyota nambari 6 mara moja tu, utakuwa hewani. Jina la kwanza pale ulipo, ninaamini kabisa kwamba dakika 3 utaweza kuswali lako, na atakayejibu kama atakuwa ni mchungaji Lilian Joseph ama mtu mwingine yote
atakapata nafasi atapata na dakika 3 kujaribisha kujibu lile ambalo umeweza kulipresent. Karibuni tuwe katika sehemu yetu ya maswali na majibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Dr. Winnie kutoka wapi leo? Karibu. Kwa Washington, namshukuru Mungu. Amen. Sina swali, lakini nilikuwa na ombi, pia nilikuwa napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu Pastor Lilian, jinsi ambavyo ameweza kutufundisha kwa kweli vizuri na kujibu maswali, yani kwa kutumia mistari ya Biblia. Kwa kweli Mungu aendelee kubariki ili tuendelee kunemeka chini ya ule upako alionao. Mungu akubariki sana, kwa sababu somo la mambo ya Roho Mtakatifu ni tatanishi, yani watu wanakuwa hawaelewi, lakini amejibu maswali yote vizuri. Kwa kweli Mungu akubariki sana sana. Mimi nimebarikiwa mno na mifano ambayo umetoa ya watu walionena kwa lugha wengine kwenye Biblia. Nafikiri nilikuwa nasomaga, lakini nilikuwa sijaona kwa jinsi ambavyo umeweza kufafanua siku ya leo. Mungu akubariki sana. Na mimi nakumbuka nilipopokea Roho Mtakatifu ilikuwa ni kwenye mkutano wa mtumishi Mwakasege. Lakini nilikuwa niende, tukakatazwa kwenda. Labda kuna watu ambao wana shauku ya kupenda kupokea nguvu za Roho Mtakatifu ambao wako hapa. Kwa hiyo labda pale mwishoni ziachwe dakika chache ambazo mtumishi wa Mungu anaweza akaomba, ili wale ambao wana kiu ya kupokea, kwamba wanataka kutendea kazi kile ambacho tumefundishwa, waweze kuombewa na kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Na wale ambao wameshajazwa kipawa cha kunena kwa lugha, kama wanataka kuendelea kunena kwa lugha, wajazwe tena kwa upya, unene tena kwa lugha nyingine. Na kuna sehemu ambayo ameongea kuhusu bomba au kunena kwa lugha. Ni vitu tofauti, yani sio vitu tofauti, ni vitu kitu hicho kama alivyosema. Lakini wakati mwingine ukiwa unaomba kwa lugha, Roho Mtakatifu anaweza akakupa wimbo. Unajikuta unaimba, lakini unaimba kwa kunena. Wewe unaweza kujua unaimba nini, lakini wakati mwingine unakuwa unaomba kama kawaida, kama ambavyo tumezoea. Unaona mtu ambaye ananena kwa lugha na anagomba, lakini kuna sehemu nyingine ukifika unajikuta tu unaanza kuimba wimbo kwa kunena kwa lugha. Kwa hiyo nayo ipo vile vile. Mungu awabariki, nisichukue nafasi kwa ajili ya watu wengine. Amen. 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 Sana yangu Dr. Winnie kutoka pale Washington State katika changizo lake la siku ya leo. Ameweza kuchomeka kitu. Nafikiri kufanya exception kwa sababu ya somo lenyewe. Kwa sababu ya somo lenyewe kunena kwa lugha, ametoa nafasi kwa wale ambao basi kama somo la kuingia vizuri na wanataka kutumia nafasi hii kuweza kuvuka, kupiga hatua ile moja nyingine, utaweza kupata nafasi hiyo. Kwa hivyo naona kuna wachungaji kadhaa hapa, of course akiongozwa na Reverend Dr. Nasua na wengineo, naona wengi. Basi mu standby, tutajaribisha kuwa na zoezi hilo mwisho wa kipindi. Kwa hivi sasa tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Kajeri samani, naomba niongezee hapo aliposema dada Winnie tumishi. Ndio maana nilizungumza, kuna mahali nilizungumza watu wanaonena kwa lugha wataelewa ninazungumza nini. Kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanatokea kwa mtu personally. Hicho kimoja wapo ni hiyo ya kuimba katika lugha, kunena, kuimba kwa kunena. Ipo sana, ipo mno. Na hata kuna wakati mwingine mtu unaje katika overwhelmed situation, katika simanzi, umegubikwa na mambo mengi, unashindwa neno hata moja la kusema naombea kitu fulani halitoki. Utajikuta tu unapata ile mwaliko wa kunena kwa lugha. Utajikuta tu unanena mpaka mzigo, ile hali ya kugubikwa inaondoka. Unajikuta mwepesi kabisa, mzigo umetuama. Hiyo pia huwa ipo. Amina. Nilikuwa tunataka kuongezea hapo. Sana kwa kazi hiyo nzuri kabisa hilo. Tuendelee. Muda bado upo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu, Mwalimu Sofia. Kwanza Mungu akubariki sana Pastor Lilian kwa somo zuri. Nafikiri kwa nini hili somo linarudia sana? Ina maana linafurukuta watu. Kwa sababu
kama alivyosema Pastor Winnie, kitu cha muhimu sana 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 sana. Tena kweli nimeshawahi kusikia kabisa watu wanakufuru kabisa, wananena uongo, wananena mapepo, wanafanya nini na nini. Yaani nikatetemeka tu, nikasema anyway, mbingu ndo zinajua. Sasa swali langu sio swali, actually ni nataka tu labda sijui nielezee, kama nitakuwa kwenye mfumo wa swali kaja utanisaidia. Mwalimu wakati anafundisha alisema, je, viongozi wale wa makanisa mengine yale ambayo aliyataja hapo wananena kwa lugha? Unaona, mimi naweza nikasema, japo Biblia haisemi, lakini naweza nikasema kwa mtazamo wangu, kwa foundation ya dini ambayo mimi nilikuwepo, kuna kuwa na siku maalum ambazo walikuwa tunaamini ya kwamba ni siku za kujazwa Roho Mtakatifu. Aidha wakati wa kipaimara, aidha kuna sherehe kubwa ambayo inaazimishwa. Makanisa mengi ya Pentekoste hawaazimishi, ni baadhi ya makanisa inaitwa siku ya Pentekoste. Kwa hiyo kule kwenye dini wanaamini ya kwamba ndio siku ambayo Roho Mtakatifu anashuka na nguvu zake na uweza wake na anajaza watu nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa sijajua, sababu wachungaji wapo hapa watatusaidia, je, ile nayo ni kunena kwa, yani ni ishara ambayo inakuwa ni kunena kwa lugha, au ni kuigiza ule mfano wa siku ya Pentekoste watu walivyokuwa wamenena kwa lugha mbalimbali na Roho Mtakatifu akavuviwa, au ile linakaaje na Biblia sasa inasemaje? Kwa sababu hizo ni doctrines za makanisa, sijui wanafuata Biblia. Na kama kunena kwa lugha ni kipawa na ni zawadi, sasa je, tunawasaidiaje wale wa upande wa pili, viongozi wa dini wa makanisa makubwa? Hii zawadi wanaipataje au inakuaje, na ni ya muhimu kwao katika utume wao ambao wanaofanya? Amen. Sana katika hilo. Naomba nibaki na wewe and then tukishapata handshake nafikiri tukarudi pamoja. Mwalimu wakati anazungumza alisema wale watumishi wa Kipentekoste wapo ambao wanazungumza, wanaenda kwa lugha, na wapo wengine ambao hawaneni kwa lugha. Sasa kama nimekusoma vizuri, swali lako ama rai lipo kwa wale ambao hawaneni kwa lugha, si ndio? Umesema tuwasaidie vipi? Nimemkoti mwalimu, kama nilimsikia mwalimu alikuwa anajibu swali, sio alikuwa anatoa maelekezo ya kwamba kuna wale viongozi wa dini wa makanisa yale mengine ya dini, je, wananena kwa lugha? Kama sikosei, labda kama nilimsikia vibaya. Yes, ni swali ambalo nimepewa, na akasema kwamba wapo, kwa sababu the argument ni kwamba wale wa Kipentekoste hawazungumzi, hawaneni kwa lugha, right? Hao wengine ndio ambao wanafahamika. Kwa hivyo kuna hako ka ugomvi kimekime katika watumishi. Sasa acknowledge kwamba wapo ambao wanazungumza kwa lugha, lakini wapo wengine ambao hawazungumzi kwa lugha. Sasa nafikiri wewe unakuja kwa wale ambao hao watumishi wakubwa wa makanisa ya Kipentekoste. Kwanza mtumishi mkubwa ni nani? Mtumishi mkubwa, mchungaji, askofu, watu wenye majina makubwa. Kwa Yesu hakuna mtumishi mkubwa, wote tuko sawa. Ila mimi ninachoweza kusema kuna uongozi, yani kuna vyeo ya kwamba kuna mchungaji, kuna nini. Sasa kama kiongozi wa kanisa haneni kwa lugha, kwa mfano, sasa hii ni yeye mwenyewe binafsi, kwa sababu hajatamani hicho kipawa. Mbona anatamani kipawa cha kuhubiri? Anatamani, ndio maana nilikuwa nataka tuondoe kwamba mtumishi mkubwa, kwa sababu tutaanza kuwahukumu sana. Unaona? Mbona hata kwa sababu ya muda nataka niegame sehemu moja. Je, dukuduku lako lipo katika hao umeita viongozi wakubwa ambao hawaneni kwa lugha, si ndio? Mimi dukuduku langu liko hapa, yani samani, naomba niweke sawa. Mtumishi pia samani, naomba niweke sawa katika swali. Hakuna mahali nimesema mtu mkubwa. Ni hivi, swali lilikuwa linasema hivi, je, inafahamika kwamba baadhi ya viongozi wa makanisa ya Kipentekoste
wananena kwa lugha lakini si Katoliki. Je, viongozi wakubwa, viongozi wa Kipentekoste, viongozi hakuna kusema eti sio mkubwa, hakuna hapo pamezungumzika ukubwa, labda ni katika maelezo. Lakini hakuna ukubwa. Na hilo tulikuwa tunataka sana. Okay, kwa hiyo viongozi wewe umelenga viongozi wa Pentecoste, ndio? Viongozi wa Pentecoste na hata wa makanisa. Na mimi ndo nilikuwa nimeelewa hapo. Kwa hiyo sasa kama viongozi wa Pentecoste waneni kwa lugha, hiyo nayo ni shida sana. Kwa sababu Biblia inaagiza kabisa tunene kwa lugha. Lakini ya makanisa mengine, mimi nadhani foundation yao wana ishara zao ambazo zinawatambulisha kwamba Roho Mtakatifu ameshuka, anatufundisha, anatupa mapaji 7, anatufanyia hivi, anatufanyia hivi. Na wanaamini kweli, wanatembea na wanaliweka hilo moyoni na wanakwenda. Na hata ukija kuona hata kwenye mahubiri yao unakuta kabisa mahubiri, mtu anayehubiri ni dhahiri ya kwamba bila Roho Mtakatifu asingeweza kuhubiri kile kitu, kwa sababu ndo anayetuwezesha. Sasa kwa upande wa makanisa ya Kipentekoste, kwa sababu tunasimama na neno zaidi, sasa hiyo ni shauku sasa ya kiongozi yule au ya mshirika yule au ya mtendakazi yule au shemasi yule. Ni yeye sasa yeye mwenyewe ana kiu na hilo analiona lina umuhimu, kwa sababu wakati mwingine hawa wachungaji ambao wameendaenda Bible hivyo vya Biblia, wana elimu za teolojia za juu, kuna vitu ambavyo wanavisimamia wao kwenye eneo la Roho Mtakatifu. Na ndio pengine kweli nampelekea mpaka mtu akaona akapa nena kwa lugha si kitu cha muhimu. Lakini kweli Biblia inatuagiza tunene kwa sasa, ndio kama Roho Mtakatifu ni mwalimu, ni kiongozi. Sasa huyo kiongozi kama haneni, na maana anatuongozaje? Anatufundisha nini au anatupeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, jadi naomba nijibu mara moja, dakika moja. Asante. Maana mimi nilikuwa najaribisha kusqueeze swali hapo kwa sababu ya muda. Sasa hapana, dakika moja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Amefundisha vizuri kama mtumishi Dr. Uwina alivyosema, amefafanua, ilikuwa hata haina haja kuuliza maswali. Kwa kweli mimi hili la kusema watumishi wa Mungu, ila aliyeokoka amejazwa na Roho Mtakatifu. Hata kama neni kwa lugha ana Roho Mtakatifu, hata kama ni kiongozi, hata kama ni askofu, na Roho Mtakatifu anaye ndani yake anamuongoza, hata kama neni kwa lugha. Mimi ndio jibu langu hilo. Ana haki ya kuongoza kanisa lake, sio kama neni kwa lugha ndo amezimishwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu iko ndani yake. Mbona pastorili amesema ni kipawa tu, lakini Roho Mtakatifu anaye ndani yake, ndio anayemuongoza katika utumishi wake, na Mungu awabariki. Amen. Sasa Bibi Seva, hujaelewa swali la je, anasema je kama viongozi wakubwa hawaneni. Ndio maana mimi nimesema viongozi wakubwa kama waneni, na maana hawajatamani bado, au viongozi wa makanisa au washirika au wazee wa kanisa, ina maana bado hawajatamani hicho kipawa, ndio kwa maana pengine hawaneni. Lakini uwezo wa Roho Mtakatifu anao. Roho Mtakatifu ni kwa kila mtu, yuko ndani yake. Zamani kabla tujaokoka alikuwa anakaa nje, sasa hivi yuko ndani yangu mimi, hata kama sineni. Na ndio maana wanafanya vitu vikubwa, wanafanya vile, wanaongoza watu, wanafanya hivi. Lakini kama haneni, na maana yeye mwenyewe hajaona ya kwamba hicho kitu kwake ni cha muhimu. Amen. Asante. Katika hicho nitamkaribisha Mama Maro. Nilimwona akijaribisha kunyoosha mkono pale. Karibu Mama Maro kutoka pale Wichita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bibi Seba kanisaidia kujibu hicho kipengele nilichokuwa nataka kuongelea, lakini nataka niongeze tu kwamba kwa mtu ambaye ameokoka, yani anajazwa. Tukija kwenda kwenye viongozi, mimi niseme kwamba kuna haya makanisa ambayo mtu anaweza akafika kanisa fulani mbona halija. Kuna hii aliyosema kwa na karima sijui hata kuitamka karimasiki ni wapo. Alafu sisi tulikuwa na kikundi ambacho tumechanganyika. Wapo vizuri sana charismatic sana, wapo vizuri na wananena vizuri. Kwa nini?
baada ya kujua kupata uhondo wakampokea Kristo, wakamkubali, wakaokoka, wakajazwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana mpaka, akiamua kupasua anapasua, anaingia mpaka mahali pasipoingilika. Mwanzoni walitengwa, mwanzoni walitengwa. Sasa hivi ukienda kama Tanzania wameanza kuwakaribisha, wanafanya mikutano ya kiroho kidogo. Kwa nini? Walijipenyuza, wakaona kule ndani hakuna upenyo, ikabidi waanze mchepuko sasa huo. Lakini ule mchepuko hawataki kutoka huko, na kuna wengine ambao sasa wameshaelewa. Kuna padri mmoja ambaye yuko pale Moshi, ananena kwa lugha na ameokoka na anafundisha vizuri mno. Kwa sababu nini? Kaelewa uhondo ulioko huko. Kwenye kuokoka kuna uhondo. Roho Mtakatifu huwa hana mpaka. Ukimpata mimi niwasikiliza hivi somo hapa sasa hivi, nataka hata kunani kabisa. Ni kitu kizuri sana. Sana. Yani nitamani hata tungepata lisali moja kila mtu tukaanza kunena ili wengine wapokee. Amen. Amen. Dawini alichomeka hapo. Labda kabla sijarudi kwako Dawini, nipitie notes zangu hapa. Mwalimu alisema kile aliyempokea akasema vitu viwili. Ana uwezo wa kunena kwa lugha, lakini akafafanua akasema kwamba ikiwa haujawahi inamaanisha kwamba hujakitumia tu kipawa hicho, nyenyekeza na utaweza. Kwa hivyo kuna vitu viwili hapa, kuna kunena mtu ambaye tumemsikia amenena na kuna ambaye tujamsikia janena. Mwalimu anazungumza na nitampa nafasi mwalimu kabla ya kwa Dawini kwamba yule ambaye hajasikika hamaanishi kwamba kipawa kile hanacho. Nitakuwa nipo sawa mwalimu? Bisa, sio kama hanacho, yani kila mtu aliyeokoka. Biblia inasema na ishara hizi zitafuatana na wao waaminio. As long as unamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uwezo wa kunena kwa lugha unao, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yako. Sasa kuna vitu kadhaa. Either unaona haya, kuna wale wanaoona haya kwa sababu ya mazingira yaliyowazunguka, wanaogopa atasema, kwa sababu kweli kuna wanao kejeli watu wanaonena kwa lugha. Kuna watu they can't take it. Umeona? Lakini kuna wale ambao bado mdomo wake labda haja yield, yani anataka na unaona kwa kipo, hajapata tu maelekezo ya kwamba labda unatakiwa tu kuyield, au hajajiweka katika atmosphere, hajakuwa katika mazingira ya kusema kwamba sasa wengine wananena kwa lugha naye labda anaweza akanena hapo, hajatengenezewa mazingira ya kusema anene kwa lugha. Umeona? Kipo ndani yake, ila ni kwamba bado haja yield, hajanyenyekea, hajajiachia. Yani kuna ile kujiachia, yani unamwacha Roho wa Mungu ana take over. Na kwa upande wangu lazima kunyenyekea kabisa kwamba tuna dakika ambazo tumepeana kwa kipindi hiki. Ninaona kabisa kwamba somo hili linatiririka vizuri kabisa, discussion ni nzuri na Mungu alivyokuwa mzuri. Alhamisi inayofuata ni Alhamisi ya mwisho mwezi. Tuko na dakika 90 ambazo na imani kabisa kwamba tunaweza tukaendelea kutiririka pale katika yale maswali ili tuweze kusimama vizuri katika muda wetu. Kuna rai ambayo alikuwa ameweka dada Winnie, Dr. Winnie hapo awali, wakati ninavyomkaribisha kwanza mchungaji ili aweze kutoa nasaha zake kwa siku ya leo. Nitaangalia protocol kama anaweza yeye pamoja na wachungaji wengine ambao katika line waweze kutuongoza katika lile ambalo lilikuwa limekuja kipekee kabisa kama rai kwa siku ya leo. And then karibu maswali mengine ya discussion tunaweza kuendelea nayo vizuri kabisa wiki ijayo katika dakika zile 90 za mwisho wa mwezi. Kabla hapo basi nichukue nafasi kumshukuru kwanza mtumishi ambaye amefundisha vizuri kabisa katika majumaa mawili, mchungaji Lilian Joseph kutoka pale Umoja Houston, pamoja na wengi kabisa ambao tumeingia katika line. Tapata nafasi ya kuwapa acknowledgement mwisho wa kipindi. Lakini kunimkaribisha kwa mara ya kwanza kwa siku ya leo mchungaji kiongozi wa makanisa Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako, and then wataongoza katika declaration yetu ya mwezi huu wa 6 ya outreach, and then tutaingia katika ile rai ambayo ilikuwa imekuwa paused na Dr. Winnie, na nafikiri mwalimu wa siku ya leo akuonyesha kwamba anafanya tofauti. Nafikiri yuko on board, and then turejesha kipindi kwa sala jioni. Karibu Dr. Nasua. Samani kidogo kakajeli, samani kidogo, dakika sekunde 30 tu kabla mchungaji hajaingia. Mimi nilikuwa nina ombi la dada Winnie, kwa sababu hiki kitu ni kitu ambacho nyeti muhimu sana, na hatuwezi kuwakurupusha watu saizi hapa tuwaambie jamani haya. Mtu kwanza ameshapokea vitu ile anaongea na hofu na mashaka. Mimi nadhani next Saturday, Jumapili, Alhamisi ijayo
tuwe na dakika 10 kabisa au 15, kwa sababu ni kipindi cha maswali na majibu. Tuache maswali na majibu, watu tujiandae mioyo yetu, tuwe na shauku, tuombe kiu, alafu tuje hapa mchungaji aongoze watu kunena kwa lugha. Tutakuwa tumeandaa mioyo, tumesamee watu, tumeacha kila kitu. Kipindi kizima watu waongozwe kunena kwa lugha. Kiti tuliochoka, Roho Mtakatifu tuliomchosha tuuishwe, wasionena watanena. Tumpe mchungaji muda na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunalipokea hilo kama suggestion. Naomba nirudishe nguvu ya kipindi, mniwe radhi kidogo. Ilikuwa ni suggestion ambayo imekuja kwa Dr. Winnie. Suggestion nyingine imekuja kutoka kwa Mwalimu Sofia, lakini sisi waendesha kipindi tulisema kwamba kwa nguvu ya ili kwa imekuja hapo awali, basi tutafanya hilo zoezi kwa siku ya leo, and then kama kuna ulazima wa kuendelea tena wiki ijayo, basi tutakwenda pale. Wakati bwana ukifika, tusijaribishe kuahirisha. Kuna wengi hapa, kuna mtu ndio kujipata huko. Watu wakiwa jaribisha kuliulizia hilo. Ni kitu kama nilivyosema hapo awali, imetokea ni kitu ambacho huwa tujaribisha kukifanya before. Lakini imekuja kwa nguvu ya kipekee kabisa, na the only reason ambao tumeweza kuiruhusu ni kwa sababu ya somo lenyewe. Kwa hivyo wakati moto unaendelea, basi wale ambao katika kipindi kwa hivi sasa wasije wakakosa hiyo bahati. Amen. 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 Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwenzangu, karibu? Naitwa mchungaji Nancy. Nancy Losika. Nilikuwa naomba dakika sekunde 30 tu niongee kitu. Maswali nitauliza next week, lakini hiki kitu naomba kuchangia kidogo. Kuna message hapa tumeona kabisa, tumesoma neno linasema Roho Mtakatifu umjilia mtu apendavyo. Ndio maana tuna ushuhuda wa Sauli. Sauli hakuwa kwenye utakatifu, lakini Roho Mtakatifu alimwijilia. Tunaona hata kwenye Matendo, Roho Mtakatifu aliwajilia wale kabla hata hawajapokea wokovu, walikuwa na shauku. Lakini pia kwa vile anavyosema apendavyo, mimi ni shuhuda. Yaani pamoja na kuokoka nilitamani kusikia kunena kwa lugha mpya. Kabla sijalipata somo la unenaji wa lugha mpya, nikaambiwa siri yake ni ubatizwe. Nikaenda nikabatizwa mara 8. Niambie hapo hakuna shauku, lakini sikunena kwa lugha mpya. Nikawa najua lugha mpya lazima ninene kwa lugha ile ya Mungu. Lakini mwisho wa siku nikaambia Roho Mtakatifu, nini kinaendelea? Kumbe sielewi kama yuko na mimi na ananena ndani yangu. Akanipeleka kwenye somo. Nikiwa naendelea na ile somo aliyokuwa ananifundisha, nilijikuta siku naomba na nena kwa lugha, nikiimba na naimba kwa kunena. Kila ninachofanya najikuta natiririka tu. Kwa hiyo tufunguke kwamba si tu, yani unaweza ukawa na shauku, lakini kama haijawa wakati wake wa kukujilia, bado kuna muda, ila yeye tayari anakuwa yuko ndani yako au juu yako as long tu umeokoka. Na kuna mwingine anamwendea hata kabla hajaokoka, mradi tu ana ile connection ya roho ya kumtafuta Mungu. Hilo ndo wazo mtango wangu kwamba mimi ni mmoja wale victim apart from Roman Catholic ambao tunawaona, lakini najua hiyo na anavobeba ni ile kwenye selection ambayo Mungu anasema, Yesu alisema walio wake Baba ameshamuelekeza. Kwa walio wake anawajua. Wale Roho Mtakatifu anawaselect automatic, ambao anakuwa sio anda nani ya mtu wala mwongozo, yeye Roho Mtakatifu anaongoza mwenyewe. Unakuta kama design ya kina Samson. Kwa hiyo tukirudi kwenye hilo eneo, mimi nafikiri kufunguka, mimi nilihaso sana bila kukumbuka kwamba Roho Mtakatifu anasema na mimi lugha ya wazi ya nje, ananiongoza vitu vingi toka nikiwa mtoto. Lakini wakati nimesikia kuna kunena kwa lugha, ili nivuruga. Nikawa na mimi natamani kunena. Na wakati ukitoka pale anakuambia sasa anza kuimitate. Mimi siwezi kuchezesha ulimi uongo. Naona sabuna anadanganya. Inafika mahali naona ngoja nijiangushe, which is not healthy. Kwa kweli ile somo likifundishwa, watumishi wengi wakijua, wataelekeza watu. Kama ulivyosema, coach nzuri ni yule mtu kusema asante Yesu, asante Yesu, Roho Mtakatifu atashuka pale katika mazingira. Endelea mtumishi, laini yako bado naona ipo. Asikiki. Anazungumza kutoka Tanzania. Inawezekana kidogo signal imemsumbua, bali kwa ni sauti ya mchungaji Mongi, Nancy Mongi kutoka hapa Dar es Salaam.
na kama ambavyo alikuwa anaweza kudokeza mwanzoni alipoanza kwamba mengi atakuja kuendelea nayo kipindi kijacho kile cha maswali na majibu, but kwa testimony nzuri ambayo ameweza kuitoa. Amen. Somo ni kubwa zuri kabisa, na you can tell kwamba jinsi gani ambavyo lilikuwa limesubiriwa. Mchungaji Nasua, sasa na kukabidhi microphone. Karibu. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu brother Jerry. Nishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Priska Mugai Mshana, wewe mwenyewe, Hilda Biabato na Jimmy Msemo kwa kutongoza vizuri katika dawati hili na hasa katika kipindi hiki au fundisho hili juu ya kunena kwa lugha. Mungu awabariki sana. Amen, amen, amen. Kwa kawaida ninapofundisha somo la namna hii, yule mwalimu ambaye anawapeleka katika hilo jambo ambaye ni Pastor Lilian, mwishoni anatuingiza kwenye practice, sasa kwenye kuingia kwenye kunena kwa lugha. Hapo ni pale kama ambavyo tumeambiwa kwamba lazima uwe na kiu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni kiu. Aligusia dada Sofia kidogo kwamba unaweza kuwa mchungaji mkubwa, lakini kama hujatamani hiyo karama, bado inaweza sikujia kunena kwa lugha. Ukawa na karama zingine lakini sio na hiyo. Lakini tunashauriwa tutamani hiyo sana, kunena kwa lugha. Kwa hiyo labda ningesuggest, kwa sababu kuwaingiza watu kwenye hilo pia lazima mtumishi umejiandaa kwa kuingiza watu kwenye hilo. Kwa maana kwamba yule anayekuwa anafundisha series anakuwa ameshajitune kwa engage watu kwenye hiyo huduma. Na watu wanakuwa wameshakuwa prepared kama sasa kwamba jamani, ili jambo la kutamani siku fulani itakuwa ni siku ambayo uje hapo ukiwa unatamani. Kwa hiyo watu wanajiandaa, wanakuja wanaingia hapo, inakuwa ni rahisi. Ni tofauti na maombi kama ya kufunga hivi au kutoa baraka za mwisho. Hiyo inakuwa na order ambao Pastor Lilian ametupeleka vizuri sana mpaka amefika hapo. Na hiyo pia inawasaidia watu wanakuwa katika mazingira hayo. Kuanzia pale nyumbani unakuwa umekaa katika mazingira ya kujiandaa kwa ajili ya kitu kama hicho. Hiyo inakuwa ni kitu muhimu sana. Kwa sababu mara nyingine Roho Mtakatifu anaweza akakushukia ukajikuta sasa uko katikati ya watoto, ukaanza kunena ukashindwa kujua nini kinaendelea. Ukanena mpaka ukaitoa 911. Nadhani kuna dadani tatakumbuka ili jambo, ni mtolee mfano. Alishikwa na Roho Mtakatifu akawa ananena kwa lugha sana. Mpaka mapolisi wakaitwa na majirani sasa kwamba huyu mtu ananena sana. Na baadaye kwa sababu niliungana naye kwenye simu, nilimtuliza, nikamwambia wewe tutulia sasa, kuongea kawaida, kwa sababu yeye hawaelewi nini kinaendelea hapo. Kwa kaza kuongea na mapolisi, jamani poleni na kazi, habari zenu, wakamfikisha mpaka hospitalini au na manesi. Walipomwachia pale akaendelea zake kunena kwa lugha, kwa sababu sio kitu ambacho watu wanaweza wakakielewa kwa haraka. Kwa hiyo ningeshauri kwamba kama dawati la Bible Study litaona inafaa kulingana na ratiba na mipangilio yenu, iwepo siku ya kusema jamani, leo ni siku ambayo tutakwenda kufanya maombi kwa ajili hiyo. Kwa watu wanakuwa prepared, wanaandaliwa katikati ya wiki. Jamani, Jumapili, Alhamisi ijayo ndio ile siku yetu ya kwenda, kama una hamu una shauku, ndio Alhamisi sasa. Kwa hiyo watu wanakuwa wana expect kwamba watakutana na hicho kitu. Na kwa vile Pastor Lilian ametongoza vizuri sana na amejibu maswali kwa uelewa mkubwa sana, kiasi ambacho tunajivuna kuona tuna mtumishi wa namna katikati yetu, basi ndo anakwenda kufanya hilo. Sasa mnaweza mkaamua kama mtaona inawapendeza dawati la Bible Study kwamba labda kipindi cha Alhamisi ikiwa lisali moja, alafu nusu saa ikawa ni kuingiza watu kwenye kunena kwa lugha. Kwa hiyo inakuwa imekaa hivyo, lakini hilo nyewe mtaliangalia, mtaona jinsi ambavyo linaweza likakaa vizuri. Tumemsikia Mama Maro akizungumza pale kwamba anatamani tuwe na lisali moja sasa hivi la kwanza kunena.
na kweli watu wakaanza kunena hapa atashikika hapa. Roho Mtakatifu atashuka, atafanya vitu ambavyo ni vikubwa. Kwa hiyo niombe kwamba na watu ambao muliangalie hilo wakati kuna moto huu moto ambao bado uko ni mkali. Basi labda mkampa Pastor Lilian kipindi kijacho kama dakika 20 vivyo vile ambavyo mtaona ambavyo atatuingiza kwenye maombi ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen, amen. Baada hapo basi ni kukaribishe dada Sofia utongoze kwenye declaration kwa sekunde kama 15 kwa sababu muda umekwenda, alafu nitafanya benediction. Karibu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunasimama na neno letu la mwezi huu kutoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 57 ya kwamba tumshukuru Mungu kabisa atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya nchi ya Marekani, state yako, madhabahu zetu za umoja, watumishi wa Mungu, wewe mwenyewe kwa jinsi unavyofanya utumishi kwenye madhabahu na kadiri Mtakatifu atakavyokusaidia. Mwambie Mungu asante. Baba tunasema asante. Asante Mungu, asante sana. Asante Yesu, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya nchi ya Marekani, kwa ajili ya state yangu ya Florida. Bwana umetenda, Bwana umefanya, umefungua, umenyamazisha sauti za adui, umeinua sauti yako Bwana. Asante kwa ajili ya makanisa, asante kwa ajili ya wachungaji wetu wa mahali pamoja wa prayer line, asante kwa ajili ya huduma za umoja. Asante kwa vile ambavyo zinagusa watu wengi, zinafungua watu wengi. Mungu tunakushukuru, tunakuinua. Asante kwa ajili ya mwongozo wa Roho Mtakatifu kwenye madhabahu. Tunasema asante Yesu, asante Bwana. Asante kwa ajili ya majirani zetu, marafiki, ndugu na familia. Baba umetenda mambo makubwa, umefanya mambo makubwa. Baba umenyamazisha kazi za adui kwenye familia zetu. Mungu tunakushukuru, tunakuinua. Tunasema wewe unastahili, unatosha Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Baba tumeomba na kukuamini Yesu. Amen. 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 Basi amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote, awalinde, awatunze na wafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa moja, Reverend Dr. Abson Nasua, kwa kutuongoza vizuri kabisa katika declaration na kutuongoza katika nasaa zako za siku ya leo na kutufungia kipindi kwa sala ya jioni. Leo tulikuwa na nafasi basi kuwashukuru wote kabisa ambao tumeweza kwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sehemu zote mbili. Kipekee mtumishi wa Mungu mchungaji Lilian Joseph kwa kutufundisha vizuri kabisa katika sehemu hizi mbili ya somo hili kubwa zuri kabisa kusisimua la kunena kwa lugha. Rekodi kama kawaida zitapatikana baada ya kipindi cha leo. Na kesho tutatumia vile kopi kubwa zaidi ambayo utaikuta katika tovuti yetu ile ya channel yetu ya YouTube Umoja Church Bible Study. Tafadhali basi kumbuka kusubscribe kule. Kipekee kabisa nichukua nafasi kuwashukuru wote ambao walipata nafasi aidha kuchangia makuuliza maswali kwa siku ya leo. Dr. Winnie kutoka pale Stone State, Mwalimu Sofia Luoga pale Florida, Bibi Favor wa Portland, Maine, Mama Maro kutoka pale Wichita, Kansas, mchungaji Nancy Mungi kutoka Dar es Salaam, na kama kusema basi hapo alimkufunza siku ya leo mchungaji Lilian Joseph. Basi kwa niaba ya wenzangu wote wa Daftari Bible Study, tunashukuru wote pamoja nasi katika kipindi chetu kwa siku ya leo. Kumbuka basi wiki ijayo tutakuwa na kipindi chetu kile cha dakika 90 cha maswali na majibu. Kwa dakika 90 tukutane katika hicho, na baada hapo tutakuwa na somo jipya, mwalimu mpya kwa mara kwanza kabisa katika kipindi chetu hiki ama katika ministry yetu hii ya Bible Study. Somo zuri kabisa limeandaliwa, tujiandae kupokea. Naam, kuisha kipindi hiki ni mwelezo vipindi vingine vinavyojia kuhusiana na makanisa umoja. Mwenza prayer line tukua hewani kama kawaida saa 12 asubuhi katika namba yetu ile ya prayer line katika mwendelezo vipindi vile. Kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati zima hili la Umoja Church Bible Study,
dada Priska Mugae Mshana, dada Hilda Biabato Kari, brother Jimmy Msemo, pamoja na brother Allen Furu, naitwa Jerry Mkonyi, tukiwatamani Bwana tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Amen. 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 Amen.